Ndugu mpenzi mtazamaji wa Nzovu SDA TV, karibu sana katika siku ya leo ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ni Sabato. Leo hii tumefanikiwa kufika katika kanisa la Waadventista Sabato Nzove, huku tukiwa na lengo na dhumuni kujua nini wanakifanya kuhakikisha kuwa leo hii watoto wamekuwa katika viwango vizuri wakitoa mahubiri na kuona vipaji vyao vizuri. Niko na walimu wa watoto leo hii, nahitaji nifanye mazungumzo nao nijue 1 2 3 kuhakikisha kuwa watoto wanakuwa katika mambo ya kiroho. Karibu mwalimu, tuambie jina lako ni nani? Asante. Kwa majina naitwa Tilo Simon Mbelengo. Ni kiongozi wa huduma za watoto hapa kanisani Nzove. Leo hii ilikuwa ni Sabato ya uwakili kwa watoto. Sabato ambayo tumeona tumejua kwamba watoto wanajitahidi kutoa utoaji kumtolea Mungu, lakini nimesikia kwamba tuna mpango wa kwenda kuwatembelea watoto wengine ambao wapo katika hali ngumu, vituo vya watoto yatima. Mnafanya vipi kuhakikisha kwa nyewe kama walimu mnawapatia watoto moyo au wanakuwa ni watoto ambao wanajifunza kumtolea Mungu? Sadaka zao tumeziona ni nzuri katika hali ya kawaida katika kila Sabato. Yaani mnafanyaje kama walimu? Tueleze katika swali, wapenzi watazamaji wasikilize, kipi mnakifanya kuwaweka watoto vizuri kwa watoaji, kuandaa kwa ajili ya baadaye kwa ajili ya Mungu? Nashukuru kwa swali zuri. Kama nilivyoeleza hapo mwanzoni kwamba leo ni siku ya msisitizo wa wakili kwa watoto, lakini pia ni Sabato ya kuombea watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Kwa kuna matukio mawili ambayo siku ya leo yanafanyika. Nikianza kuelezea hilo tukio la msisitizo wa wakili, kazi kubwa kama walimu ni kuhakikisha watoto kwamba tunawakuza na kuwajenga katika mazingira mazuri huko wakikua kwa kumpendeza Mungu na kwa namna ambavyo Mungu anavyotaka. Kwa kutambua hicho, walimu tunafanya kazi kubwa tukiwasisitizia kuhusu umuhimu wa matoleo. Tunatambua kabisa kwamba ili umpende Mungu lazima utoe. Kwa watoto wanafundishwa namna ya kutoa, ndio maana hata unapoona matoleo yetu yako vizuri kwa upande wa watoto. Kwa tunafanya kazi kubwa kuwashawishi, kuwafundisha na kuelekeza namna sahihi ya kutoa, lakini pia tukiendelea kuwasisitiza wazazi wakiwa majumbani huko pia wazidi kuwafundisha watoto wao namna ya kutoa. Lakini pia umegusia kuhusu tukio la kwenda kuona watoto wenye uhitaji. Ni kweli, kwa sababu ni siku ambayo tunawaambia watoto wenye changamoto au wenye uhitaji. Kwa kutambua hilo na kwa kuelewa umuhimu wa tukio hilo, tumeamua kuwafundisha watoto kwa vitendo, kwa kwenda kuwapeleka katika eneo ambalo linahusika au litawafundisha kwa vitendo zaidi. Kwa watoto watakapoenda katika eneo hilo ambalo kuna watoto wenye uhitaji, watajifunza na kuona namna gani hao watoto wanapitia ugumu. Lakini hata watakapokuja kwa watu wazima, na wenyewe ni rahisi wao kukua na kufanya yale matendo ambayo waliyafanya akiwa utotoni, maana tayari watakuwa washajifunza. Asante mwalimu, nashukuru sana. Lakini leo hii nimesalia katika ibada ya leo, nimeona watoto wanavyohubiri, mnawaandaa vizuri. Huwa nipende kujua, huwa mnajueje kipaji cha mtoto, lakini pia mnafanya vipi kuhakikisha kuwa mnakikuza na kukiendeleza kipaji chake, namna kutambua kipaji cha mtoto, lakini pia baada ya kukijua mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba anakitumia hata baadaye kwa ajili ya manufaa kwa watu wengine? Nashukuru kwa swali hilo. Ni kweli kuna changamoto pia kugundua huyu mtoto ana kipaji gani, lakini kwa sababu tunatambua changamoto na ni vigumu kujua huyu mtoto ana kipaji gani kama hujawa karibu na watoto. Kwa hatua ya kwanza, walimu tuko karibu na watoto na kuona namna gani watoto yule mtoto anavyoshiriki kwenye vitu mbalimbali. Mfano, ukimpa labda program ya fungu atakavyowasilisha, ukimpa labda program fulani atakavyoitoa. Kwa namna anavyoitoa na kuja kugundua kwamba huyu mtoto ana kitu huyu, tunaweza tukamtumia kwa ajili ya program nyingine. Lakini pia mfano kwa wahudumu wa leo, ni tulikuwa tunaandaa tuwauliza watoto ambao wanawiwa kuhubiri, na tulipata ile selection ya majina ya watoto ambao walijitolea kwamba wanapenda wahudumu siku ya leo, na tukaamua tumchague tu mmoja ambaye atatuwakilisha kwa ajili ya kuhudumu siku ya leo. Kwa ukaribu ambao tuko nao watoto unatufanya tutambue zile kalama ambazo wanazo watoto, lakini kwenye kuzikuza ni namna ambavyo tunazitekeleza sasa. Kwa mtoto kiona ana kalama ya kuhubiri, ndio hivyo tunamtumia kwa ajili ya kuhubiri. Mwenye kalama ya uimbaji pia tunatumia kwa ajili ya kuimba. Hivyo ndio tunazidi kukuza ni hizo kalama zao. Asante sana mwalimu, kila laheri, nikutakie majukumu mema, wazidi kuwa pamoja nao, lakini pia Mungu akujalie na kusaidia katika majukumu na kazi ambazo unajitolea.
Asante, nikushukuru. Uwe na sabato njema. Asante na kila la heri. Asante. Tayari. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Nzovu SD TV, kama unavyoona tunazidi kufuatilia, unavyozidi kutufuatilia, tupo katika kanisa la Nzovu hapa, tulikuwa tuna walimu watoto kwa sababu leo ilikuwa ni sabato ya watoto hasa katika uwakili. Karibu sana, tuambie jina lako ni nani? Kwa majina naitwa Getruda Yona Swira. Ni mwalimu watoto? Ndio. Yes, nashukuru sana kwa sababu ni mwalimu watoto. Asante. Nilikuwa na vitu fulani hitaji nivijue katika siku hii ya leo. Ndiyo. Siku ya leo ni sabato ya watoto, kwenda kuwaona watoto wengine walioko katika mazingira magumu. Ndio. Mmeandaa vipi ili kuhakikisha kwa watoto wanaenda, au mmejipanga vipi ili kwenda kuwatazama watoto wengine au katika hali ngumu hizo kama watoto yatima? Mmejiandaje? Kwa kweli tumejiandaa, tumejitahidi kufanya utafiti katika kile kituo. Tumeenda, tumetembelea, tunakuta kuna watoto kama 29 ambao ni yatima wanalelewa pale Iwambi. Na kwa kweli tumejitahidi kuchangachanga kwa washiriki. Tumepata baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanavihitaji. Walikuwa wanahitaji mchele, mahindi, mafyekeo na mbegu, lakini tumejichangachanga. Kuna baadhi ya vitu tutapeleka pale. Asante mwalimu, nashukuru. Lakini pia nitambue katika taaluma yako ya kufundisha watoto, huwa yaani ujuzi ulionao unautumia vipi kuhakikisha watoto wanakuelewa? Ili maana wengine wanataka kuwafundisha watoto lakini bado wanaona watoto ni vigumu kueleweka, kwao wanaacha kuwafundisha watoto sababu wanaona ni wagumu sana. Fanyeje ili hata wengine wapate kujua kwamba kuwafundisha watoto ni jambo jepesi, ili wajitolee kwa ajili ya kuwafundisha watoto? Kwa kweli watoto unaweza kuona kama ni kazi ngumu sana kuwafundisha, lakini mwenyewe nilikuwa sielewi kabisa kama unaanzaje kuwafundisha nini watoto. Lakini kwa hiyo watoto, yani kama unataka wafundishe watoto, inatakiwa yani kwanza yani uonekane kama na wewe ni mtoto. Ishi nao kama wewe ni mtoto, uongee nao, upige nao story vizuri, na unapowafundisha wanafanyaje? Wanaweza wakakuelewa vizuri. Ila ukijifanya kwamba labda mimi ni mkubwa, sitaki nichangamane nao, nishirikiane nao katika baadhi ya vitu, hata michezo, mfano muda mwingine hata kama wanacheza mpira unacheza nao siku za mazoezi, wanaweza wakakuelewa na vitu vingine pia. Lakini pia mwalimu, kuna watoto wengine ambao huwa hawashirikiani na watoto wenzao, lakini ni Waadventista Sabato, aidha hususan nakuta wamejitenga, labda hawana sare, labda wanini. Huwa mnahamasisha vipi wazazi kuleta ushirikiano mzuri kati ya watoto ili wote kuwa kitu kimoja na kuhakikisha kuwa wote tunashiriki kwa umoja ndani ya kanisa? Huwa tunajitahidi kuhamasisha wazazi ili wafanyeje, wanunulie watoto nini, sare. Na tunafuatilia labda watoto ambao labda kweli hana uwezo wa kufanyeje wa kununua sare, kweli hana uwezo kabisa, tunaweza tukajitanga kwa washiriki tukaombaomba msaada ili yeye afanyeje waweze kupata sare. Na pia wazazi ambao watoto wanaweza wa kuwashonea watoto wao sare, na jitahidi kuendelea kuhamasisha ili wafanyeje washonea watoto wao sare, maana wanapokuwa na watoto wao wenyewe wana sare, wengine hawana sare, wanajisikia vibaya sana. Okay, la mwisho kabisa mwalimu, nihitaji waeleze lengo la kufanya haya matukio ya watoto na lengo la kuwa pamoja na watoto kuwafundisha, ili wapenzi watazamaji wa kusikiliza hapa, ili wajue huwa mnalenga nini. Wao wengine wanaweza kuona kuwa mnapoteza labda muda bure, mnatumia gharama bure, kujikuta huwa mnaacha kazi zenu, kumbe hamna mnachokifanya. Tuelezee ili wajue vizuri lengo lenu ni nini, au mnatazamia nini kisha kwa mnajitolea kulea watoto vizuri wakimjua Mungu na kumtambua. Tueleze mwalimu. Kikubwa zaidi yani mtoto yani tuseme marais, viongozi wakubwa wameanzia wapi? Kwenye watoto. Yani mtoto akiwa mdogo nitakiwa tufanyeje? Uwe na umjengee msingi mzuri akiwa nini? Mtoto mdogo. Kwa hiyo tunajitahidi kuwafundisha ili baadaye waje wao watoto wazuri, hata waje wao taifa la kesho. Waje wao viongozi wa kesho, wachungaji, wazee wa kanisa, mashemasi watakaofanya kazi ya nani? Ya Mungu. Tusipoandaa mapema hivi itakuwa changamoto, kanisa la Mungu baadaye litapata shida. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Nzovu SD TV, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Nilikuwa na walimu hapa wa watoto katika kanisa hili, wametueleza vizuri sana kuhusu namna gani wanafanya, jinsi gani wanajitahidi na kujituma kuhakikisha kwa watoto wanakuwa katika malezi yanayofaa na kumpendeza Mungu. Na wewe pia anza leo kuhakikisha mtoto wako, mtoto wa jirani yako anakuwa vizuri akimpendeza Mungu. Niwatakie Sabato njema mwalimu wangu. Mungu awe pamoja nanyi, majukumu mema, na uzidi kujitolea hivyo hivyo, usichoke, kwa maana
Mungu atawalipa. Asanteni sana. Amina. Shukuru sana. Lakini Hope Channel zidi kualika kuzidi kufuatilia channel yetu hii. Kila siku kuna vitu vipindi mbalimbali tunarusha. Kila Sabato tunatuma shule ya Sabato ibada kuu. Je, basi zidi kwa pamoja nasi, utabarikiwa na Mungu awe pamoja nasi akakubariki. Neema ya Bwana iwe pamoja na. Jina langu naitwa Eshibu Elvas Kaheba au Dani, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzove. Karibu sana tushiriki wote baraka ya leo ya tarehe 24 mwezi wa 5 2025. Siku njema na Sabato njema. Amen.